Mr. Mpoki Buya Kabina Mwandagasia. Isaya Benson Mwakilembe, mwalimu wa neno la Mungu. Naam, naambiwa kipigo huko kimekuwa kikali mpaka Saudi Arabia imebidi aombe kuwa atamuonyesha Irani mahali kambi za Marekani zilipo za jeshi. Ili sasa adili na Wamarekani wake. Sasa sijui hili wewe unalionaje? Nadhani Mwakilembe ni wamezidiwa nguvu, na unafahamu ya kwamba Marekani ni taifa kubwa lenye nguvu duniani. Ndiyo. Lakini pia kama itoshi vile vile unafahamu kwamba Myahudi ni taifa lenye nguvu pia duniani kijeshi. Sawa. Lakini pia unafahamu kwamba lakini Mwajemi yeye ni taifa jasiri, taifa jadidi, taifa lenye maamuzi magumu. Unajua wako mataifa yana nguvu ila maamuzi magumu hayana. Lakini Irani wana nguvu wanayo na maamuzi magumu pia wanayo. Ni tofauti sana hapo, leo uangalie na Mashariki ya Kati, mataifa ya Kiarabu yote. Unajua mpaka mwaka 2017, 2020 mpaka mwaka 2025 Irani ilikuwa ni taifa linaloshika nafasi ya 3 kwa ubora wa kijeshi Mashariki ya Kati. Ulikuwa unamweka pale, unamweka Muisraeli pale, unamweka pale Saudi Arabia, unamweka Irani, unamweka na Mturuki. Ndio mataifa yalikuwa yenye nguvu kijeshi Mashariki ya Kati. Lakini kwa sasa hivi ninavyozungumza na wewe Mwakilembe, ni wazi kwamba na kidunia zaidi Irani alikuwa nafasi ya 17 kidunia. Mpaka mwaka 2025 alikuwa nafasi ya 15 kwa ubora wa kijeshi duniani. Lakini sasa hivi Mwakilembe, ni kwamba Irani hayupo nafasi ya 3 wala nafasi ya 2. Ni taifa hiyo ambalo liko nafasi ya kwanza Mashariki ya Kati kwa ubora wa kijeshi wa kivita duniani. Na kwa upande wa dunia, Mashariki ya Kati Irani iko nafasi ya kwanza sasa hivi. Okay. Irani kwa ubora wa kijeshi kwa sasa hivi Mashariki ya Kati. Na kwa upande wa dunia nzima alikuwa nafasi ya 17 mpaka nafasi ya 15. Sasa hivi Irani iko nafasi ya 12 duniani kwa ubora wa kijeshi. Sasa sio nchi ya mchezo, sio nchi ya kawaida, sio nchi ya kuibeza. Maana ni kwamba hivi tunavyozungumza ni kwamba Irani yuko nafasi ya 10 duniani mpaka 11 kwa ubora wa kijeshi. Mashariki ya Kati Irani yupo nafasi ya kwanza kwa ubora wa kijeshi. Na ufahamu tu kwamba kwa hiki ambacho amekifanya mwaka jana mwezi wa 6, baada ya kuipiga Israeli kwa siku 12, manake ikabidi Marekani na Myahudi wakaingia hasara ya bilioni 70 dola za Kimarekani. Kwa hivi ninavyozungumza ni kwamba walipanda kiviwango vya ubora wa kijeshi duniani. Okay. Tunaelewa yaani ile operation ya mwaka jana ya mwezi wa 6 ya siku 12 kati ya Irani na Israeli ilimfanya Irani akapanda kiubora zaidi kijeshi duniani. Sawa? Na unakumbuka mwaka 2022 mpaka mwaka 2023-24 aliyekuwa anamuuzia Urusi drones za Fatah, zile drones za kamikaze zile suicide drones kutoka Irani, ilifanya Irani iwe taifa ambalo linaongoza kwa uzalishaji wa drones za kivita duniani. Tumeelewa? Na mataifa zaidi ya 32 kuanzia mwaka 2024 yalikuwa wanataka Irani wauze, yani wawauzie, yani maombi ya kuomba Irani iwauzie drones mbalimbali ni mataifa 32 duniani. Sasa mwalimu, si mchezo. Na ukienda mbali zaidi sasa, unakuja kwenye operation na mwaka jana mwezi wa 6 yakapanda zaidi. Ukienda mbali zaidi sasa, operation ya safari hii ambayo sasa inaendelea sasa hivi imefanya Irani ipande zaidi duniani. Sasa mwalimu, moja ya taifa ambalo linaogopwa zaidi duniani, ambalo inaogopeka sasa hivi duniani ni Irani mmoja wapo. Tumeelewa? Miaka ya nyuma unakuwa uwezi kuiacha Korea Kaskazini
kuanzia 2010 mpaka na 17 mpaka na 18. Korea ilikuwa iko mbali mno, Korea Kaskazini. Na aliyesababisha Irani ikafika hapo ilipo ni Barack Obama. Barack Obama ndo aliyeipa nafasi Irani ya kujipanga zaidi, ni Barack Obama. Ndio maana Trump anamlaumu sana Obama, mpaka nafika hatua huwa anamfananisha na nyani. Benson Mwakilembe, mwalimu wa neno la Mungu. Sasa ukija kwenye Saudi Arabia hapo lazima uogope. Umeona? Maana mimi mwenyewe huko niliko naogopa. Unafikiri Saudi Arabia atakuwa katika hali gani? Saudi Arabia lazima aogope kwa sababu visima vyake vimeshalipuliwa. Visima ambavyo kwa siku moja vinazalisha mapipa karibia mpaka milioni 1. Ndio. Siku moja tu visima vya mapipa milioni 1 siku moja vimelipuliwa. Tumeelewa? Maana ni kwamba anaweza, nilikwambia Mwakilembe, lengo la Irani pia vile vile ni kuua uchumi wa Mashariki ya Kati. Ndio. Kuua uchumi wa mataifa yote. Mataifa yote ambayo yameshirikiana na Marekani lazima yakione cha moto. Kwa anaua uchumi Mashariki ya Kati. Anaua uchumi wa Bahrain, anaua uchumi wa Saudi Arabia, anaua uchumi wa Qatar, anaua uchumi wa Falme za Kiarabu, anaua uchumi wa Kuwait, anaua watu wote walioshiriki. Mwalimu, kwa sababu ukiangalia mpaka Khamenei ameuawa, maana Saudi Arabia imechangia, maana Qatar imechangia, maana Jordan imechangia, maana Kuwait imechangia, Bahrain imechangia, Oman imechangia. Umeona? Maana mpaka anauawa Kasim Suleiman, anauawa Ayatollah Khamenei, wanauawa viongozi wa Ismail Haniyeh, wanauawa viongozi mbalimbali Mashariki ya Kati. Haya mataifa ya Kiarabu mpaka hapa katikati yamechangia. Ndio maana Iran yeye cha kwanza, target ya kwanza ni kwa washirika wake. Anagonga kambi, lakini zile kambi, anapogonga zile kambi, wako wafanya kazi humo ndani wa mataifa hayo. Wanauawa. Kwa lazima Saudi Arabia aogope. Haya, Saudi Arabia anatumika kuwashambulia Wahusi ndani ya Yemen. Kwa mpinzani mkubwa Mashariki ya Kati wa Irani ni Saudi Arabia, ukiachia mbali Marekani na Israeli. Ndio. Kwa mpinzani mkubwa pale kidini, kisiasa, kiuchumi, kimikakati, kiitikadi, mpinzani mkubwa wa Irani ni Saudi Arabia, huku wa Shia, huku wa Sunni. Tumeelewa? Kwa Mwakilembe automatically lazima aombe msamaha Saudi Arabia, na Saudi Arabia anatakiwa apige magoti. Saudi Arabia apige magoti. akili kwamba yeye amekosa. Na lakini Mwakilembe ni kwamba kitu kimoja. Irani hawezi kuacha kuishambulia Saudi Arabia. Kwa nini? Hakuna hawezi kuacha. Na hawezi kuacha kuishambulia Saudi Arabia. Saudi Arabia ameacha misingi yake, ni msaliti mkubwa. Palestina kaitelekeza, anashambulia Yemeni, anashirikiana na Marekani. Saudi Arabia amechafuka vibaya. Hawezi kuacha Saudi Arabia. Na huyo Mwakilembe ndio Mwajemi. Huyo ndio Mwajemi kazi. Umbea pelekeni kwenu. Kazi. Na Mwakilembe Marekani amechachawa, amepagawa, na umeniambia ameshindwa kuokoa raia wake. Unapoona nchi inashindwa, inakwama mpaka kuokoa raia wake, hiyo nchi imezidiwa. Benson Mwakilembe, tuwakumbushe ndugu zetu wote ambao wako tayari kujiunga na sisi ili kupata taarifa na maarifa ya vita ambavyo vinaendelea duniani, wajiunge na sisi kwenye kundi la baba wa kivita na historia ya dunia. Wapige 0762155025. Kwa Mwakilembe, maana ni kwamba anga la Mashariki ya Kati unapita wapi? Ndio maana amesema hivi, kila mtu apambane na hali yake. Kama wewe ni raia Marekani, ondoka Israeli, ondoka Saudi Arabia. Yaani kwa sababu lile anga Mwakilembe ndege hazipiti. Ni kweli. Lile anga ni mabomu, ni vimulimuli kila saa, ni vimulimuli. Lile anga yamejaa makombora yanapita huku. Yaani makombora yanapita huku. Maana lile anga hakuna usalama. Unawaokoaje wananchi wako? Maana intelligence ya Marekani alishindwa ama alikwama kuwaokoa wananchi wake mapema. Ndio. Kwa maana yake bado Irani anatembeza jaramba. Anatembeza jaramba huku Israeli na Marekani wao wanatamba. Mwakilembe lazima kuna tofauti wa kutamba na kutembeza jaramba. Israeli na Marekani wao wanatamba, lakini Irani anatembeza jaramba. Huku kule. Na mwalimu, dunia imeshaona.
Nani wa kuheshimiwa? Na kauli ya mwisho ya Ayatollah Khamenei nilikwambia siku ile juzi. Kauli ya mwisho ile ongea mwisho. Tunataka Khamenei huyo. Tunataka tuifundishe Marekani namna ya kuweza kuheshimu haki na uhuru wa mataifa mengine. Kauli ya Ayatollah kabla hajafariki. Yaani kabla ya wiki yani siku 4 nyuma kabla hajafariki, Ayatollah Khamenei kiongozi mwenye mamlaka na madaraka alisema hivi tunataka. Sasa wajiuliza amekufa lakini ngoma inavyoendelea. Na hao walioingia sasa hivi wamesema hivi wao kama wao no retreat no surrender. Kauli pia aliyozungumza Ayatollah Khamenei nyingine Makelele na kukumbusha. Alisema hivi jukumu la kuanzisha vita sio la kwetu sisi. Jukumu la kuanzisha vita sio la kwetu sisi. Sawa? Ila jukumu la vita vitaisha lini? Ndio jukumu letu sisi. Yaani Marekani kamchokoza Mwajemi. Alafu anataka vita viishe. Na Mwajemi alisema hivi Khamenei mwenyewe kabla hajafa. Jukumu la kuanzisha vita sio la kwetu sisi. Ila jukumu la kuamua vita viishe lini ndio liko chini yetu sisi. Alizungumza Ayatollah Khamenei. Kwa Makelele Mashariki ya Kati kumevurugwa, wanaandaa vikosi na Uingereza amegoma, najua ataenda. Amegoma wewe mimi siwezi kwenda, ataenda tu Uingereza. Mambo yakiwa magumu wataenda wote. Mambo yakiwa magumu wataenda wote. Wataenda wote. Sasa hivi Mwingereza amegoma. Ushirika ataenda lazima. Na Irani Makelele amesema hivi sasa hivi wanaandaa makombora ya kupiga Ulaya. Irani wamesema hivi wanaandaa makombora ya kupiga Ulaya. Ndio maana walitoa tahadhari kwa taifa lolote la Ulaya lisijaribu kuingilia. Ndio maana yani wamesema hivi wameshapanga makombora ya kupiga Ujerumani, ya kupiga si Uingereza, ya kupiga si Ufaransa, ya kupiga si Italia. Makombora yanaandaliwa ya kupiga Ulaya, yanayokimbia kilomita 6,000 ya kupiga Ulaya. Manake ni kwamba ni hivi, msije mkathubutu. Msije ni marufuku kutoka nje usiku, yani mida ya usiku. Msije mkathubutu. Yaani ni onyo kwa Uingereza, ni onyo kwa Ufaransa, ni onyo kwa Italy, ni onyo kwa Ureno, ni onyo kwa Ujerumani. Maana kwamba sasa hivi wanaandaa madude makombora ya kwenda kupiga Ulaya. Mwalimu, meli za gharama kubwa za Marekani zimeshazamishwa. Zingine zimeshambuliwa, zile kubwa 2 NIMS zile zipo hai zinapumua, ila nyingi zimeshambuliwa. Na ufahamike kwamba Israeli ndio hivyo tena, watu wako chini ya maandaki. Hakuna mtu anayetembea nje, na mifumo ya ulinzi imefeli, na mifumo ya ulinzi yote ya Marekani ambayo ilikuwa Saudi Arabia, ilikuwepo Kuwait, ilikuwepo si Katari, ilikuwepo si wapi. Mifumo ya ulinzi yote ya Marekani mikubwa ile Tahadi, si Patriotic, yote ile mifumo ya ulinzi Makelele imelipuliwa. Mwajemi huyo bwana. Mwajemi. Ndio maana Saudi Arabia anaomba jamani, Saudi Arabia inabidi apige magoti. Kwa sababu Makelele Marekani ameshindwa kuwalinda washirika wake. Makombora yanaingia na kutoka. Yanaingia na kutoka. Makombora yanaingia na kutoka. Wakati kwamba mifumo yote. Na ile dhana ya kusema kuwa Marekani ndio anawalindaga vizuri washirika wake. Kwa hapa inatuonyesha kuwa Marekani anaweza kuwalinda washirika wake, lakini sio kwa Mwajemi sasa. Kwa kumbe hakuwahi kukutana na nginja kama hiyo. Marekani yuko vizuri kuwalinda washirika wake, ila kwa Mwajemi Marekani amekaa, amekalishwa. Sawa. Safari sijui waje kivingine. Labda waje kivingine. Sasa kivingine kivipi? Kuna kivingine mbele ya makombora ya Iran. Wanda Marekani na Myahudi wajipange kivingine. Kwa sababu safari hii wamezidiwa vibaya mno. Kambi zinapigwa. Yaani wamezidiwa vibaya mno. Ni ukunga. Mwalimu Ishabesu Makelele, wote ambao wako tayari kujiunga na sisi kwenye kundi la baba wa kivita na historia ya dunia WhatsApp, wapige 0762 155025 762 155025. Lakini Makelele ni Kimbembe Engulu Mbembe Indama Jari Bwenda.
wamejikoroga vibaya. Mwalimu, mimi nikushukuru bwana. Asante, na mimi nakushukuru pia. Haya bwana.